Fikiria na tafakuri kwa uchache. Fikiria darasa ambalo wanafunzi wake ni watukutu kupita maelezo. Wapo wanafunzi wanaopika noodles, lakini wengine wanavuta sigara na wengine wanacheza game. Wengine wanaimba na hata kumfukuza mwalimu ndani ya dakika ya kwanza. Lakini bila wao kujua, mwalimu huyu si mwalimu wa kawaida, bali ni mwalimu aliyehitimu mafunzo ya kijeshi na ni mwanajeshi aliyewahi kuua kwa mikono yake mwenyewe. Lakini ndani ya miezi michache anafanikiwa kuwabadilisha wanafunzi hao na kuwa wanafunzi bora shule mzima. Hii si hadithi ya pau kwa pakawa, bali ni hadithi inayopatikana katika movie ya Big Brother. Hakikisha haubanduki nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa recap wetu hii yenye kusisimua. Lakini kabla sijaendelea, tafadhali bonyeza subscribe button icon ili uwe wa kwanza kupata recap zetu kila zinapotoka na usaidie kukua kwa chaneli yetu. Kama tayari umesha subscribe, asante sana, na sasa tuendelee. Hapa tunamwona Henry anarudi Hong Kong baada ya kutumikia jeshi la Marekani kwa miaka mingi. Akiwa anataka kuanza maisha mapya kama mwalimu, anaenda katika shule aliyowahi kusoma, shule ya zamani iitwayo kwa jina la Takchi Secondary School. Mkuu wa shule anamwambia Henry kuwa hana uzoefu wa kufundisha. Lakini baada ya kuona barua ya mapendekezo kutoka kwa afisa mkubwa wa elimu wa serikali, anakubaliwa kuanza kazi. Lakini kabla hajaondoka, anaonywa kuwa darasa atakalopewa ndilo darasa lenye wanafunzi watukutu zaidi shuleni. Siku yake ya kwanza darasani, Henry anakutana na hali ya kushangaza. Wanafunzi wengine wamelala, wengine wanaimba, lakini wengine wanacheza video game, huku wengine wakipika noodles kwa kutumia jiko dogo ndani ya darasa. Hata hivyo, mwalimu anapoingia, wanafunzi wote wanaendelea na shughuli zao na hakuna hata mwanafunzi mmoja anayemjali. Henry anajaribu kuwaita wasikilize, lakini wakapuuza kabisa. Baada ya kukasirika, anaanza kutembea darasani akitoa maoni kuhusu kile kitu anachofanya. Wanaopika noodles anawaambia wapunguze kula kwa sababu zina chumvi nyingi. Na ndipo mwanafunzi mmoja aitwaye Zufa anaipiga ukule, anamsaidia kupika vizuri zaidi. Mwingine anaishinda kwenye game siku mzima, anamwonya kuhusu madhara ya kutazama screen kwa muda mrefu. Ni madhara kwa macho yake. Hatimaye mwanafunzi wanaanza kumsikiliza, lakini Henry anajiandika jina lake na namba yake ya simu ubaoni. Lakini wanafunzi wanamcheka kwa sababu mwandiko wake ni mbaya, na ndipo mmoja wao hata anampigia simu akiwa darasani akimwambia aondoke. Henry anacheka tu na kuendelea. Baada ya kuona wameanza kumpuuza tena, Henry anatumia mpira mdogo na chaki kupiga kifaa cha kuzima moto kilichokuwa juu ya dari. Maji yanamwagika ghafla na wanafunzi wote wanatawanyika. Lakini kwa mara ya kwanza anapata umakini wao wote na kuanza rasmi kipindi chake. Baada ya vipindi, wanafunzi 5 wanaojulikana kuwa ni wabaya na watukutu zaidi hapo shuleni wanakusanyika kwenye chumba cha vifaa vya michezo na kuvuta sigara. Na kiongozi wao Jack, ambaye kwa siri anampenda mwanafunzi wa darasa la vipaji vya juu. Kundi lao lina ugomvi mkubwa na timu ya mpira wa kikapu ya shule, ambayo inaundwa na watoto wa matajiri. Baadaye Jack anasababisha nahodha wa timu hiyo, Captain, aanguke uwanjani kwa kumrushia chupa. Kwa kosa hilo, wanapewa adhabu ya kubaki shule baada ya masomo. Lakini wanamfanyia mzaha mwalimu wao kwa Kiingereza, Miss Liang, na kutoroka. Wakati huo huo, mkuu wa shule anapata taarifa mbaya kuwa bodi ya elimu inapanga kupunguza 20% ya fedha za shule. Na ndipo siku inayofuata wanafunzi wanamtegea Henry na ndoo ya maji juu ya mlango ili imwangukie. Lakini kutokana na mafundisho yake ya kijeshi, anagundua mtego huo mapema na kuusukuma pembeni, na ndipo wanafunzi wanapobaki na mshangao mkubwa. Henry anamwomba Jack ampe pakiti ya sigara, kisha anamuuliza Zufa ataje vitu 3 vinavyopatikana ndani ya sigara. Baada ya kujibu kwa usahihi, Henry anaruhusu arudi nyumbani mapema. Wanafunzi wengine wanapiga kelele wakitaka na wao waondoke, lakini teacher Henry anawapa kila mmoja sigara na kuwaambia waichambue. Baada ya kuwahubiria kuhusu madhara ya uvutaji wa sigara, anawafundisha kisayansi jinsi lami ya sigara inavyokusanyika kwenye mapafu na kusababisha madhara.
na ndipo kwa mara ya kwanza wanafunzi wote wanafuatilia somo hilo kwa umakini mkubwa licha ya utukutu wao. Baadaye, kwenye kantini, kapteni wa timu ya mpira wa kikapu anamtega Bruce aanguke, na ndipo ugomvi mkubwa unaanza na meza pamoja na chakula vinarushwa kila upande. Wanafunzi 5 wa darasa la Henry wanafukuzwa shule kwa muda, na ndipo Henry anapoamua kujua maisha ya kila mwanafunzi. Anagundua kuwa Zulfa ni mtoto wa mhamiaji wa Pakistan anayebaguliwa kila siku kutokana na rangi yake, na mara nyingi polisi humtuhumu kwa wizi wa vitu bila hata sababu za msingi, aidha wapate ushahidi au wasipate ushahidi, lakini yeye ni mtuhumiwa namba 1 siku zote. Ndoto yake kubwa ni kuwa mwanamuziki. Denan naye ni msichana ambaye baba yake alikuwa akitamani kupata mtoto wa kiume. Tangu azaliwe amekuwa akijaribu kuishi kama mvulana ili baba yake ampende, lakini bado hajawahi kupata upendo hata robo. Bruce na Chris ni ndugu wawili waliotelekezwa na mama yao. Baba yao alianza kulewa kupita kiasi baada ya kuachwa na mke wake. Mapenzi yanauma bwana. Chris analazimika kufanya kazi dukani kusaidia familia, huku Bruce akikimbilia video game ili kusahau matatizo yao, ambayo kitaalamu yanaitwa Post Traumatic Syndrome. Kuhusu Jackie na Henry hapati taarifa zozote za familia yake. Baadaye Jackie anafanya kazi yake kwenye mgahawa, huku anakutana na tajiri wa kamari za MMA aitwaye Ji Yanyan. Jack anaiba kiberiti chake cha thamani, lakini akakamatwa. Badala ya kumfikisha polisi, Jiang anamwajiri kama mpeleka chakula. Henry anaamua kuwasaidia wanafunzi wake mmoja baada ya mwingine. Anakwenda nyumbani kwa Zulfa na kumtia moyo kufuata ndoto yake ya muziki. Baadaye anamsaidia kuimba na ndipo wanapoimba pamoja mitaani, huku kwa mara ya kwanza Zulfa anapata ujasiri wa kuimba mbele ya watu. Henry anamshawishi babake Bruce na Chris kwenda kituo cha matibabu ya uraibu wa pombe ili kuokoa familia yake. Kwa upande mwingine, upande wa Denani, Henry naye wanamzuia asiendeshe gari bila leseni. Badala yake anampeleka kwenye mashindano ya go-kart, ambapo pamoja na baba yake, baada ya ajali ndogo, baba yake anadhani binti yake amekufa na analia kwa uchungu. Hapo Denani anatambua kuwa baba yake alikuwa akimpenda siku zote. Baadaye Bruce na Chris wanapelekwa kwenye kituo cha waathirika wa pombe kufanya mahojiano. Wanashangaa kuona baba yao ndiye mgonjwa anayetoa ushuhuda. Baba yao anaomba msamaha kwa watoto wake bila kujitambulisha, jambo linalowafanya walie kwa uchungu. Wakati huo huo, Jack anaingia kwenye biashara chafu za Jiang. Anaamriwa kuweka dawa kwenye kinywa cha mpigaji MMA ili acheze vibaya. Kabla hajafanikiwa, anakamatwa na kufungiwa ndani ya kabati. Henry naye anafika eneo na kumtafuta mwanafunzi wake baada ya kusikia Jackie akiomba msaada kutoka ndani ya kabati. Anawashambulia wapiganaji wote, anawapiga kipigo cha mbwa koko kwa kutumia ujuzi wake wa kijeshi, na anawashinda mmoja baada ya mwingine hadi kumpiga hata bingwa aliyekuwa aingie ulingoni kupigana. Habari hiyo inaenea kwenye television na Henry anakuwa maarufu kama mwalimu aliyepambana na wapiganaji wa kulipwa ili kumfokonyoa mwanafunzi wake. Tangu siku hiyo wanafunzi walianza kumheshimu sana. Flashback inaonyesha kuwa zamani Henry alikuwa mwanafunzi mtukutu. Aliwahi kumrushia maji kijana aliyekuwa anapiga piano kwenye hafla ya shule, kisha akampiga na kuvunja mkono. Baada ya tukio hilo alifukuzwa shuleni na kupelekwa Marekani. Na sasa wanafunzi wote wanaanza kusoma kwa bidii kwa ajili ya mtihani wa kujiunga na chuo kikuu. Hata hivyo, Bruce na Henry kwa upande mwingine wanaanza kutumia dawa za kulevya. Anashindwa kufanya vizuri kwenye mtihani wa mock na huzuni inamzidi. Mwishowe anajirusha kutoka kwenye roshani ya nyumba yao na kuingia kwenye koma hospitalini. Vyombo vya habari vinageuzwa habari huku wakimlaumu Henry pamoja na shule. Leseni yake ya kufundishia ualimu inafutwa. Anaondoka shuleni, wanafunzi wake wanamkimbilia wakimsihi, mwalimu tafadhali usiondoke, baki nasi. Ili kuthibitisha kuwa Henry alikuwa mwalimu mzuri, wanafunzi wanaanza kusoma kwa bidii zaidi. Siku za mitihani, Jack na wanafunzi wote wanapata ujumbe unaodai umetumwa na Henry ukiwataka wakutane shuleni saa 1 kabla ya mtihani. Wanapofika wanagundua ni mtego wa Jiang aliyepanga kuwachelewesha ili washindwe kufanya mitihani. Henry anafika kwa wakati, anawafungulia wanafunzi wote na kupambana na watu wote Jiang, huku wanafunzi wakikimbilia kwenye kituo cha mtihani. Katikati ya pambano la mwisho, Jiang anafichua kwa yeye
ndiye kijana ambaye Henry alimvunja mkono akiwa mdogo. Kutokana na jeraha hilo alishindwa kushiriki mashindano makubwa ya piano, akacheza kabisa mziki. Ameishi miaka yote akimchukia Henry. Baada ya pambano kali, Henry anapata nafasi ya kumuua, lakini anakataa. Baada yake anaomba msamaha kwa makosa aliyowahi kufanya. Anatubia ili kupata msamaha wa utotoni na kuondoka. Wakati huo wanafunzi wanafika kwenye ukumbi wa mtihani. Sekunde za mwisho wanafanya mitihani yao. Lakini wiki chache baadaye matokeo yanatoka na wanafunzi wote wanapata alama za juu kabisa. Jiang anarudi tena kujifunza kupiga piano, huku Bruce anaamka kutoka kwenye koma na kuahidi kufanya mtihani mwaka unaokuja. Kutokana na mafanikio ya wanafunzi, bodi ya elimu baada ya kupunguza fedha inaongezea shule hiyo 20% ya budget. Henry anarudishwa kazini na siku yake ya kwanza darasani anafanya tena ujanja ule ule wa kuacha mfumo wa maji na kuwanyamazisha wanafunzi wapya. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa rikapu yetu hii. Kumalizika kwa rikapu hii ndo mwanzo wa rikapu ijayo. Asante sana. Hakika wewe ni wa thamani sana kwetu.